Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, msikilizaji wetu na mtazamaji, karibu sana katika masomo haya. Tunazidi kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo wetu. Yes. Mchungaji, siku ya jana mliona somo zuri, kuelewa kwa kafara zisizo na maana. Kuelewa kafara na kafara zisizo na maana. Tuko kwenye somo kwa unaweza kutoa kitu kumbe hakina maana. Leo tunaangalia sasa damu ya mafahari na mbuzi. Damu. Kumbe kuna damu hapa. Kafara inahusisha na damu. Basi kabla tujaendelea tupate kuomba. Mungu mtakatifu, Baba yetu mwema, tunalitukuza jina lako maana wewe ni mwema. Umetuleta tena tujifunze, uwe mwalimu wetu tunapoanza hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Haya bwana. Sasa tuko katika kuangalia picha mbalimbali au lugha za picha mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia kuelewa ufunuo wa Mungu kuhusiana na hukumu zake, wokovu aliokuja kutuletea kama unavyosoma katika vitabu vya unabii au vya apocalyptic. Na sasa tuko katikati ya kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na 5 fungu la karibu kama utakumbuka. 9 pale 5:9 anasema nao waliimba wimbo mpya. Fungu la karibu ndio. Soma. Nao waliimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Alichinjwa. Ukatili huo si ukatili? Ukatili. Yaani alichinjwa ndio aweze kuchukua muhuri, aweze kutawala. Kuchinjwa kwake akamnunulia Mungu watu wa aina hiyo. Kwa hiyo Mungu alimchinja. Mungu alimchinja mwana kondoo. Mungu kumchinja. Mungu alimtoa, alichinja. Kwa ufupi alichinja. Alitoa kafara. Kuna kitu fulani wakati mwingine tunapozungumzia habari ya kafara, mabeberu, of course hata mwana mkondoo wa Mungu anachinjwa ili wanunulie hapa. Tunapohubiri habari Mungu wa upendo na Mungu anajali. Tunajiuliza, hivi chinja hii na huruma za Mungu vinahusianaje? Ndio. Iweje Mungu ili asamee dhambi mpaka mwana kondoo achinjwe? Kwani asisamee tu? Kweli kweli. Nadhani wakati mwingine tunajiuliza. Hebu sasa twende tuangalie habari kwanza ya. Lakini kabla hujaendelea, Mungu alichinja. Twende tutapata huko mbele. Waebrania 10 mstari wa 3 mpaka wa 10. Tuangalie habari ya chinja kabla hata ya Yesu. Amina. Waebrania, kitabu cha Waebrania kinapitia sana mambo yale ya hekalu la zamani ambapo kuna kawaida hizi za chinja. Sasa 13 kuhusiana na kafara za mabeberu na nini haya. Hebu tumsikie anavyozungumzia. Kwanza fungu la 3. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hakutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Endelea. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa
aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Agano la pili. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu, na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Haleluya. Kwa nini kafara? Hapo naambia eti hata hizo kafara zilizotolea hakupendezwa nayo, akataka mwanao. Kuna nini hapa? Kwa nini kafara? Tukianza na tukusoma ili fungu, lakini tukianza fungu la pili pale anasema dhabihu hazingekoma kutolewa, kwa maana zile ambazo Mungu hakuzikubali. Kwa maana dhabihu hazingekoma kutolewa, kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Kama swali. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Sasa sikiliza, kulikuwa kuna tatizo. Na Mungu akataka atakayejitolea kutatua tatizo. Kabla ya hitaji la kafara, kulikuwa kuna umoja kati ya mbingu na nchi, Mungu na wanadamu. Adam na Hawa walikuwa wanaweza kukutana na Mungu, wanaongea, wala hawahitaji kafara. Eti atoe kafara ndio waweze kuongea na Mungu. Unakumbuka pale bustani? Pale bustani silikuwa ni ana kwa ana na ana kwa ana. Kwa sababu gani? Kulikuwa kuna dhambi. Dhambi ilipoingia ikatengeneza ukuta. Sasa kivipi? Mungu anapenda kukaa na viumbe au watoto wake ambao mioyo yao iko kwake, wanamwamini, wanamtambua. Hiyo ndio zawadi ya utii ambayo Mungu amekuwa akitaka hata kabla ya dhambi. Utii wa moyoni wa kumtambua Mungu, wa kumwitikia, wa kumwamini, wa kumsikiliza. Inahitaji kujitoa. Adam pale alitakiwa ajitoe, ajinyime, asichukue yale matunda aliyoagizwa, asiende na akili zake, amtegemee Mungu, sio hivyo? Kwa hiyo ile ndio ilikuwa zawadi ya moyo, ule utiifu wa moyo. Kabla hata kafara ya wanyama hii ilikuwa. Ulipotokea ule uzio, ili uweze kurudi Eden, makerubi walikuwepo. Wiki hii tutaangalia habari ya makerubi. Kama sio wiki jana, habari ya makerubi. Kulikuwa kuna ulinzi. Sasa sikiliza ulinzi huu. Huu ulinzi ulikuwa unahusiana naye. Ukishatenda dhambi, hata kama unataka umkaribie Mungu, hata kama utafanya vizuri kiasi gani, una hatari ya kuangamia ukimkaribia Mungu. Kwa sababu ukishatenda dhambi, una dhambi. Na dhambi ni kinyume cha haki ya Mungu. Na haki ya Mungu au utakatifu wa Mungu haupatani na uasi. Kwa hiyo zaidi sana unafanyaje? Unateketea. Si kwa sababu Mungu hakupendi wewe, ila ile dhambi ndani yako. Imekaje hiyo? Dhambi ndani yako. Sasa Mungu akasema suluhisho. Ili muweze kuja karibu, maana Mungu alikuwa anataka ukaribu hata kwa watoto wake waliokosea. Akampatia Musa ndio haya maelekezo. Njooni karibu nami na wanyama walio wakamilifu. Sema wakamilifu. Wakamilifu. Kwani wakamilifu? Siku zote Mungu anataka ukamilifu. Sasa mmekosa ukamilifu, mtakujaje kwangu? Nataka basi kwa niaba kilicho kikamilifu. Lakini unajua ukamilifu ambao Mungu alikuwa anautaka
ambao wanyama walishindwa nao kumpatia. Mungu anataka uzima wa mwanadamu, sio wanyama. Unajua aliyekosea ni mwanadamu, sio? Na Mungu alitaka ushirika na mwanadamu, sio mnyama. Na sasa usingeweza kumtoa malaika pia. Mungu alitaka ushirika na mwanadamu. Musa alikosekana, Elia alikosekana, wengine wote wafalme wote walituangusha, Israeli yote ilituangusha. Utiifu kwa Mungu. Akaja Yesu. Akasema, Bwana, mimi nishajua kwamba ule ukamilifu wa wanyama usingeweza kupokea. Ulikuwa unahitaji utiifu kutoka kwa mwanadamu. Sasa mimi nimekuja na mwili umenitayarishia. Niko tayari kutii. Sasa sikiliza. Kuanzia Bethlehem alipoingia alikuwa ni mtiifu. Mtiifu kwa maana ipi? Usiniambie kama ule wajana tuliongea kwamba alikuwa anahangaika na makafara kupeleka Yerusalemu. Na kwanza rekodi unamuona hizo, Yesu amechukua kondoo anampeleka nani, anapeleka. Unaziona hizo rekodi nani? Lakini alikuwa mtiifu. Alikuwa chini ya sheria, of course. Alikuwa mtiifu pia. Lakini utiifu ambao Mungu alikuwa anataka, ambao kwa huo sasa anaweza kurejesha umoja na yeye, ni utiifu ambao utaweza kusababisha dhambi iondoke na mauti, ili umoja urudi. Sasa ilibidi awe katika mwili sasa. Na ndio sasa mauti ya msalaba. Kwa nini mabeberu sasa, ikiwa kama solution kubwa ni aliyetayarishiwa mwili, mwana wa Mungu aje kutoa? Wewe unadhani kwa nini sasa Mungu, kama alijua haitatosha hiyo damu ya mabeberu na nini kuondoa dhambi, kusafisha dhamira na kufanya vyote hivyo, kwa nini Mungu basi aliruhusu? Kwa nini aliruhusu? Kwa nini Mungu alikubali sadaka, kwa mfano sadaka ya Habili? Unajua alitoa mnyama. Kwa nini Mungu alikubali hata sadaka za hawa wana wa Israeli walipokuwa wanatoa kwa imani kama Habili, wakileta sadaka? Mungu alikuwa anaondoa dhambi, japo kumbukumbu ilikuwa inabaki, lakini alikuwa anaondoa dhambi. Okay, sisi kama ndio naendelea kukusaidia kujibu tena. Najaribu kurahisisha swali hadi mpaka jibu chochote. Mungu alikuwa anaruhusu, alikuwa anakubali. Namba moja ilikuwa ni kielelezo, kifundishio kwamba kikamilifu cha vikamilifu vyote itakuwa ni mwanae. Kwa hiyo tulikuwa tunapiga hatua. Kwa hiyo ilikuwa kwa ajili ya manufaa yetu ya akili kuelewa kwamba anakuja Yesu sasa hivi kafara zaidi. Una zaidi ya hapo? Mimi najua hiyo, na mimi nimeisikia sana hiyo naikubali. Lakini naanza mseme tunafifisha pia uzito wa hizi kafara. Hizi kafara zilikuwa kwa hizo wanamkaribia Mungu kila siku. Ili Mungu akae karibu nao, ilibidi hizi kafara zitolewe. Kwa hiyo huwezi kusema tu kwamba ilikuwa ni kufundishio. Ilikuwa sio ya kudumu. Ilikuwa kila siku inabidi utoe. Lakini ilikuwa inaleta, kwa sababu ulikuwa ni uhai kweli unatolewa. Sio kama eti ilikuwa tu ni damu ya plastiki au nini tu ya fundishio nini tu nini. Ni uhai wa mnyama. Lakini imetuleta mpaka kafara yenyewe. Unajua tukiangalia hivi ndio tutaanza kuona kwamba hivi dhambi ina gharama kiasi gani? Dhambi ina gharama kiasi gani? Sadaka sasa, au mabeberu nao walitakiwa wawe wakamilifu. Dhambi inaharibu uzuri wa uumbaji wa Mungu. Inaharibu. Sasa Mungu hawezi kukaa na kilema. Unajua hata kipindi hicho ukiwa kuhani unachonga, huje madhabahuni wewe unachonga, unakuja madhabahuni. Mimi si unajua natumia miwani alafu niko madhabahuni hapa. Enza Musa hizo. Yaani Mungu ni wa ukamilifu. Ndio. Na sio heshima kwake kukaa na namna hiyo. Na katika upungufu. Kwa hiyo wale wanyama waliwakilisha zawadi kamilifu ambayo kwa hiyo inatuleta katika umoja na Mungu.
Uzuri ni kwamba tutaendelea kuangalia zaidi na zaidi kwamba zawadi sasa imekwisha kutolewa, na ni Mungu Yesu katika alipochukua mwili akaonyesha uaminifu mpaka mauti ya msalaba na akafungua njia ili sisi tuweze kumkaribia Mungu na kumfurahia. Basi kwa maneno haya tumshukuru Mungu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kuwa imekupendeza tuangalie tena gharama ya dhambi, lakini pia kina cha upendo wako kutoa zaidi sana. Umetuzawadia sadaka inayoondoa dhambi ili tuweze kuwa katika umoja na wewe, sadaka ya kudumu, maana zile za kwanza zilikuwa hazidumu. Baba, jina lako litukuzwe, tupe kuelewa, tupe kufahamu, ni katika jina la Yesu. Turudishe tena, maana tunaomba kwa jina la Yesu, amen. Amen. Asante msikilizaji wetu, unazidi kutupata kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mwenyeji wako nilikuwa mimi Geoffrey Omondi, Enos Mokalindile, tukisema karibu sana. Siku ya kesho tunakutana tena kwa somo zuri, mwana kondoo wa Pasaka. Mwana kondoo wa Pasaka. Amina. Karibu sana.